kawaida Chichi niko mtaani kukuletea yale mambo yetu yale ya Kiswahili. Na leo niko pande za Buguruni Mnyamani. Bwana. Nimepigiwa simu mwenyewe na Mwajuma au almaarufu Fauyanga. Ana jambo lake, ana birthday yake. Lakini ndani ya hiyo birthday kuna vitu vingi vimetokea kabla hata ya shughuli kuanza. Mwenye shughuli yake mwenyewe alitembeza sare mapema. Wakati anatembeza sare watu wamevaa vijora vyake kabla ya shughuli. Na shughuli ni leo. Kwa hiyo kaniita kaniambia nataka niwaseme kweli kweli. Yaani anataka kuchamba Kiswahili kweli kweli. Watu wanavaa sare za watu kabla ya shughuli, jamani sio vizuri. Ndio maana niko hapa leo na siondoki mpaka nione mwisho wake ni nini. Lakini tukumbuke hii sio harusi, hii ni birthday. Waswahili hawana jambo dogo mwenzangu. Mswahili kitu kidogo anakikuza. Kwa hiyo hapa tuna jambo letu. Endelea kusikiliza kipindi chako cha Uhondo na kuangalia Dinamarios TV. Kuna vingi vinakuja 2021. Iko moto namna hii. Uhondo. Kama unavyoona tupo kwa superstar Buguruni. Mwajuma mwenyewe au Fauyanga. Kama mnavyomuona pembeni alipodabuka amechachuka kweli kweli. Na huko nyuma yangu kuna kigoma kinachoendelea. Kama mnavyokisikia, Mswahili hana shughuli ndogo na leo ana jambo lake mwenyewe birthday, lakini akasema hapana, Samim Mzaramu lazima nianze na ngoma. Kama mnavyosikia, watu wanajiachia, tunaona baya. Unaambiwa la ya mtoto wa mjini haogopi. Kama mnavyoona watu wamechachuka, wamedabuka. Hii birthday jamani sio shughuli, sio harusi, sio ndoa. Hii ni birthday. Watu hawana stress. Alokuambia Januari ngumu, hana hela huyo. Kama mnavyoona mambo haya. Watu wamedabuka. Cheza superstar Buguruni wewe. Tena wewe. Mambo yenyewe kama hivi. Watu wanaachia moja moja tu. Tena. Yaani wenyewe wanakwambia wanasafisha kwanza. Shughuli kamili bado haijaanza. Kama mnavyoona pembeni kuna muziki. Kwa hiyo wakimaliza kusafisha tunaanza rasmi. Mambo vipi? Poa, niambie dada. Ongea kwa sauti kidogo, mambo vipi? Safi, niambie dada. Kwa unazungumziaje birthday ya shot? Birthday pombe, watu pombe, tupo hot. Kama unavyotuona. Unawaambiaje wababaifu wa mjini? Wababaifu wakaa tulie. Tunafanya jambo letu baadaye bidabida. Kwa mujibu nilivyosikia kwamba Mwajuma hodari sana kwenye shughuli za watu kucheza. Kwa nini yeye kwake watu wamekaa pembeni? Baada watu wajalewa leo, tunajua wengine wanaona aibu. Walikuwa subiri kidogo bidabida jioni ingie ndo. Watoto kama hivi tunavyocheza, tunatuona, tuko juu. Kwa hiyo tutarajie nini hapo baadaye? Baadaye msajia mambo mazuri, kuna kula keki, kuna kula ndafu, mambo mengi tu. Kama unavyoona. Watu wa juu tunarudisha fadhila. Nyinyi sio babaifu. Tunajua kula na kulipa. Na wewe ni mmoja wapo kati ya watu ambao wanauliza. Mimi pia nipo. Ndio maana pochi yako iko juu. Ipo juu kibegi. Kibegi kina mzigo kimeshika. Mzigo umeona. Sio babaifu. Sio babaifu. Unaambiaje wako nyumbani na wana madeni ya watu? Naambia waje Mwajuma mtoaji, warudishe mizigo ya watu, kula na kulipa. Kama ulivyosikia, unaambia mwenyewe Mwajuma mtoaji, wenyewe wanakuambia hapa ni kula na kulipa. Wezi wa fadhila hawataki. Mjini watu wavui usogi, wenyewe wanakuambia unavua nguo. Sijui unaelewa, nachukua mwingine nimenogewa. Habari yako? Salama. Mambo. Poa. Nimeona umechachuka tangu mchana. Niko vizuri. Wewe Mwajuma ni nani? Ndoa yangu. Unasema? Hapa ninamiliki ndoa yangu. Wewe Mwajuma ni nani yako? Mwajuma ndugu wangu. Yaani ndugu yako kabisa au ni shoga? Ndugu wangu, shoga kama ndugu tena. Ndio maana leo upo juu. Nipo juu kama ndege ya Obama. Lakini kuna watu wachezi na wamekata video na wanawaambia chawi hao, wachawi. Wachawi walijua shughuli haitofanyika lakini imefanyika kati kwao. Nasikia babaifu kama watajua wenyewe. Sisi tunashinda shughuli ya ndugu yetu. Tutafanya yetu. Kama amekuja kuaga ameshindwa, tumeaga tulipotoka. Dada bali ndio hiyo. Naomba niache siangaonekana mume wangu tafadhali. Watu wanasema kila wanajiami waume zao jamani. Ndio kama hivyo. Nipo, nitaendelea kuwepo, muda bado. Ndio kwanza asubuhi.
Nasema hivi, mimi ndo superstar wa kitaa wa kwanza wa EFM. Na kama unabisha nenda kwenye peji ya Dina Models, utanikuta. Dina Models atafuta picha zote ya kwangu. Kwa sababu kwanza zina comment nyingi, wananihitaji niende kuwa mtangazaji. Ila mimi tu na mambo mengi ya kushangilia Yanga. Maana naipenda Yanga kuliko mume wangu. Na mume wangu mimi hawezi kuniacha kwa sababu mume wangu tunagombana kisa na yeye Simba mimi Yanga. Anasema mimi niachane na Yanga nikae nyumbani mpikie. Ila mimi Yanga naipenda sana kuliko yeye. Sasa wewe kazi kwako unataka ustaa kupitia mimi. Eti unachukua wewe umekipenda kijola ndio maana ulivaa watu wakuone. Alafu kijola chenyewe basi ungekinunua kwa hela yako. Yaani mtu dada yangu ninayempenda unigombanishi naye. Kwa sababu kachukua kile kijola kakihifadhi tu kwako. Kwa sababu wewe kazi yako kuosha nywele, maziwa unywi. Unaosha nywele watu, unatengeneza watu nywele, maziwa unywi wala nini. Unachukua kijola, acha nunua mwenzio. Si ungeenda ukatafuta cha kwako uvae kama wewe jeuri unayo. Ungekuwa na jeuri ungekuwa nafungiwa makufuri kwenye frame yako. Unadaiwa eti Mwajuma Ruru kafuria. Mimi siweki matangazo kwenye mambo yangu. Alafu mimi mama Bwela ananipenda, mimi nampenda. Na ndio maana naacha chumba changu kule. Nashinda hapa. Buguruni nimezaliwa, wewe umekuja. Kwenu Vingunguti kwenye mavi. Wanakomwaga mavi wewe ndo kwenu. Sisi tumeona takataka tunamwaga mavi wewe ndo unakaa. Inahusu. Ndio nishasema sasa. Alafu kama unaye, mimi sina muda wa kupigana kwa sababu kwanza nguvu zenyewe sina. Nguvu za kupigana sina. Ukitaka tuchambane mpaka asubuhi na wewe ita ya kwako, fanya birthday yako, ita watu wako nichambe. Lakini mimi sijawaita kwa sababu mimi si star. Kaulize kina Nyonzima. Wamjua Mwajuma Fau Yanga, watakwambia. Sijipendekezi, mimi nawapenda wananipenda. Kazi kwako unakuja kumtaa wetu kutugombanisha. Na ndo nishamaliza. Na kuona hapo unajikuna. Unafanga si bora ungefunga mapema uondoke. Kwanza mwenye nyumba anakudai bali yako ninayo. Uona niambia mimi nafulia. Uona batiliana. Wakati mabwana na wakati mimi wewe ndo unaenda kuachetua. Alafu umechukuliwa, umeenda, umepigwa, umekopwa. Wenzio hajatoa mali hadi leo wanapigiwa simu, wanapendwa. Unaumia. Watu wameongwa hadi simu. Wewe na usi ana hajapigwa. Wewe umemegwa kisera. Kazi kwako miogo na bangi. Na usi. Yaani wewe uniwezi. Yaani ukitaka kupambana na mimi, jipange kwa sababu mimi sehemu nilizoenda wewe hujaenda. Hata Morogoro hujai kufika. Morogoro peke yake hujai kufika. Lakini mimi niulize nimeenda wapi? Mpaka sasa hivi na unamiliki nini zaidi ya saluni? Akitaka kupambana na mmoja ikishobe hakikishe kaoga. Mwenzako nimechukua frame. Wenye nyumba yangu wananipenda mpaka leo jina langu halijafutwa. Wananiambia tu wewe rudi. Utafuta hela mtaji weka, sisi kodi utatulipa. Nikamwambia bado kwanza maana nataka kufungua kitu kizito sana cha kufunga mwaka. Na kingine, kuna mtoto mmoja hivi nilikuwa nampa hela shule. Mtoto mmoja hivi. Sasa hivi kajua cream eti anataka kupambana na mimi. Anapambana na mimi eti. Mtoto alikuwa ananiita mama mdogo wewe. Mtoto alikuwa ananiita somo. Ukikuta Santiana yangu unachukua glasi na mimina. Eti leo wewe tu unajitangaza mke mwenzangu. Mimi mwanaume nikimtaka namrudisha muda wowote. Na mwenyewe najua atapata habari na anajua nilimfuata nikamwambia nipe talaka hataki. Sasa wewe nani? Unaambia watu wasinunue vijola vyangu. Unaambia watu wasiniposti. Wewe umewajua watu sasa hivi.
Mimi nimeanza ustaa tangia Twanga ananitamia Kiroboto. Wewe uko tumbani kwa mama yako, mimi Twanga ananiita Kiroboto. Naenda Twanga na kina Kabula. Kina Choose. Umasta kama wote. Wewe nani? Unawajua watu Facebook unawashobokea. Inahusu. Huyo mtu hapa hayupo. Ila kuna shughuli moja hivi pambe sana inakusanya wilaya zote hizi. Nitakutana naye. Afu nitamfurahisha. Nitamuonyesha kama mimi. Sasa wewe watu nimewangoa wafanya biashara kwenye mbao huko. Kina Lazo, kina Lazi, kina nani, kina Ziada, kina Esa, mpaka kina Nyonzima pale wapo. Sasa wewe nani? Na nitakuwa live kwa Tatu Jimmy kwa bibi yangu. Yaani mimi ndo chawa Tatu Jimmy. Hapo nitakuwa live na nitakukomesha. Jiandae, nenda kapige hodi kwa zima nywele kwa mtu yoyote. Mimi si azime nywele, mimi hata kupanki langu naingia nalo. Kazi kwako. Unayazima, mimi sijazoea kwa zima, nitaingia na panki langu. Yaani hapa mpo watu wawili nimewachamba. Wengine tumepumzishana tu kuongea. Tutaongea muda wote. Ila wewe wa Spenko na wewe unaeka huko ulojichubua juzi. Unajiita mke mwenzangu hujafikia kiwango hicho. Habari zako zikufikie. Alafu kuna ma MC na kuna wapiga kelele. Wewe mpiga kelele ujue. Usijiite MC. Kwanza umeharibu mwisho umejaribu jina lako kujiita Ema Pepe. Ndio tatizo hilo. Mapepe nyimbo hiyo. Sikula nyimbo ile mapepe. Ukifikisha, anafikisha afikishe. Sijara nini? Umenielewa? Ndio hivyo. Hujawahi kwa mke mwenzangu. Kwa sababu mwanaume nimemweka hapa nikimhitaji. Ananipenda na mimi nampenda. Ukitaka kujua kama yule mwanaume ananipenda, kamuulize Tamasha kwa Biti Madenge huko. Atakupa habari yangu nilikuwa namweka wapi yule mwanaume namsumbua. Upo. Narudi kwako wewe dada Spenko. Uhondo. Wewe kila mtu unataka kumtaala. Frame za baba yako hizi. Wewe umekuwa nani kwanza? Katafute frame zako ndo uanze kutaala watu. Umeme ukiisha onyo. Ukifanyaje onyo. Wengine wanawakera wenye frame hapa mliopanga nao, wengine wanawakera. Ila mimi hujanikera mimi hapa. Umenikera tu kuwasumbua watu kwenye frame zao kajenge yako. Ila mimi kwa kijelo changu najua umekipenda. Nimemaliza. Alafu kingine. Jamani mnaonijua. Kina mama Zulfa, dada zangu wa ukweli au Habiba. Wala kwa Biti Madenge wananijua vizuri. Mimi napenda ugomvi kuliko kula. Hapo mimi niko napigana sana. Ila mimi na mtoto anasoma form 2. Ananitegemea. Kila Jumapili mimi natuma hela. Ndio maana unaniona mimi nimetulia. Sipendi maneno, sipendi ugomvi. Ukielewa nimevumilia usizanie nguvu sina. Mimi napenda ngumi. Alafu yule mtoto wako baba yake anajulikana, wa kwake baba yake nani? Mimi namjua vizuri. Alafu mimi mtoto wangu baba yake anajulikana, ukienda Sokota pale kwenye matairi ya gari utamkuta babake yupo. Je, wewe babake unamjua? Babako unamjua babake mtoto? Au ndo nalea mwenyewe unajiita malaya? Malaya unakopwa. Wenzako wanaume tunawakataa, wewe unawashobokea wanaenda kulala kwa kuopa na uso. Sasa jiulize, anachambua hapa nani? Unachambua peke yako, wewe umegombanisha. Unachambua peke yako sasa kwa taarifa yako. Unaanzisha mada hapo wewe ndo kwanza kupeleka umbea na uso. Sasa ndo nishakwambia. Na siogopi chochote, siogopi dudu wala mende. Uhondo. Mimi nikitaka nyumba naenda kukaa Mikoroshini pale ya Mbabule. Pendo Maumba ananijua tumetoka wapi. Watu kibao wanajua, nyinyi msionijua wajuzi. Ndio maana yake na watu walikuja kwenye msiba.
Mimi nina nyumba Pugu. Ampendi shamba. Ampendi nini? Alafu atusobokee vile vile atasaga tuna mafagio. Ndio hivyo, mimi nina nyumba Pugu na nyumba Temeke ya bure. Nikitaka nyumba za bure ila najaribu maisha. Ndio maana yake. Na kuna watu mnasema Mwajuma ana ndugu, mna uhakika? Hiyo inajulikana Buguruni nzima kwamba Mwajuma ana ndugu, mna uhakika? MC Mafashion nasema Mwajuma ana ndugu zake. Ndugu zake ndio kama sisi wakina MC Mafashion. Watoto wenye pesa zetu mjini, watoto tunaojua kujitafutia, watoto ambao hatubabaiki na maisha, kupanga nyumba nzima kwetu sio tatizo. Wewe nini? Wewe unafungua saluni leo wakati wenzao tumefungua saluni miaka 10 nyuma? Unataka tutambe tutangaze inahusu? Saluni ina dili. Alafu saluni sasa hivi haina dili. Sio wenyewe tuna mpango wa kufunga. Jamani, saluni sasa hivi umbea tu. Kama ulishavuna ulichokipanda basi unashukuru Mungu. Sasa tunatafuta biashara nyingine. Jamani, Mwajuma ana ndugu. Mwajuma ana ndugu zake, mama Kevin. Huyu ni mama na mwenye mtoto wake. Sijamfahamu Mwajuma leo wala kesho. Jamani, nimesimama hapa na naongea hivi mbele ya hii FM kwa sababu tu Mwajuma ni ndugu yangu na naamini ni superstar mwenzangu. Wewe nani? Mbona tukujui? Jamani, huyu katokea wapi? Tatu Jimmy. Kitu gani unatuletea? Sasa tutamfurahisha. Tutakuwa live kwa Tatu Jimmy, nitakuwa live kwa Tatu Jimmy na Mwajuma Kistobe atakuwa live kwa Tatu Jimmy. Superstar tutakuwa live kwa Tatu Jimmy. Mnomsikiaga Pendo Maumba Mafashion ndo mimi. Na tumaini wengine mjawahi kuniona, mimi ndo Pendo Maumba Mafashion. Kiboko ya wale. Jamani, ugomvi tumeacha. Sasa hivi tumekuwa tunasomesha, tuna watoto wa form 1 na form 2. Au vipi? Unatangaza na saluni, hiyo saluni guest. Wewe kila bwana anakuja hapo. Hiyo itakuwa guest, sio saluni. Chonde Tawile mamkubwa naongea kwa niaba ya mamangu mkubwa Mwajuma aka dada la Yanga halina neno. Ila sema hivi, Buguruni mbadilike, tafuteni hera. Kudanga kuna mpango. Mimi nilikuwa nazurura kapa Kashume. Nilikuwa napenda ugomvi kuliko kula, lakini nimeacha. Sio, mnanielewa? Niongeza sauti. Mnanielewa? Niongeza sauti. Sauti ndogo. Naongea ziada hapa aka. Sasa umechekaje? Rudia tena. Nacheka kwa dharau. Jini kujua afu siogopi dudu wala mende. Napenda ugomvi kuliko kula. Naongea kwa mama yangu mkubwa. Anaitwa Mwajuma na yeye anaitwa Mwajuma. Hivi kwa hivi maisha kutafuta sio kutafutana. Nilikuwa nazuru kwenye barabara zote hizi. Nilikuwa nahudhuria kama shule. Sio, unanielewa? Nimeacha na biashara zangu. Wambea naongea ziada na banda Matumbi. Banda wewe tafuta, nimeweka pesa pale. Yangu tafuta banda lako kama unaweza. Iko hivi. Sio kuku, njiwa. Ana banda, anajisikia. Mamkubwa, usiogope, tuko pamoja. Kwanza wewe uko unajua mimi sipendi shughuli. Nimekuja kwa niaba. Kama sina neno. Nazindua pabu yangu naijenga mwezi wa 7. Birthday yangu naizindua kwa niaba. Ambea Buguruni, acheni umbea, tafuteni pesa. Uhondo. Usipende kuvaa kijola cha mtu kabla ya shughuli. Haya sio maisha. Mimi mwenyewe sivaa sare ya mtu kabla ya shughuli, nikafunga kwenye mstimu. Alafu hiki nakuja, yani siku ya pili watu wanavaa. Haya sio maisha, nimegundua ni ushamba. Tuache bifu. Mimi napenda ugomvi sana. Ziada ananijua, uliza. Ziada wananijua, Ziada Mngoni. Sina ndugu hapa. Nataka upige ane tusivaa, tumevaa, alafu tumemposti hatari. Mwajuma kapostia kuanzia hapa mpaka Marekani. Wewe nani? Hii tuacheni wadhaifu. Buguruni madanga ndio wanaume 6 bwana mmoja. Wanawake 6 bwana mmoja. Shoga ndio huyo bwana wake, mimi bwana wangu. Ila yote kwa yote mzee Anga ananipenda hatari ndio roho yake. Piga kelele kwa bwana permanenti wewe. Unajitambalaya bwana permanenti huna. Hii ndo Buguruni. Buguruni imeshachuka namna hii.
Unaambiwa unajiita malaya bwana, permanent una. Utajua ujui ndugu yangu. Kila mtu anapambana na bwana yake sasa hivi. Hii ndio Buguruni kwa madenge. Unaambiwa bwana mmoja anake 6. Ulishai kuiona hiyo wewe? Pambe wamevaa kama kawaida, pambe yangu. Anacheka anajikaza. Mimi mtu wa mtu, afu unacheka unajikaza. Na kama nakuona tumboni, unajialishia. Natamani nikuvalishe Pampers. Heshima pesa shikamoo makelele. Ndio. Watu ndio washavaa. Alafu ulitegemea watu hawavai. Alafu nilivyokukomesha sasa. Wake wenzio wanaopendwa na wanaume zao na wadangia wewe. Wapo hapa juju. Uona kifua kikuu hapo ulipo. Kupitia nywele za watu. Umechukua kijana cha Zawadi Doka uvae. Zawadi Doka kanunua kwa heshima yangu kwa sababu ananipenda na anunua vijana vyake na wewe umechukua hela una ungekuwa na hela ungeenda kununua cha kwako uvae. Ndio maana yake ndio nishakwambia. Na kama nakuona unajinyea. Kwa nini atana naye? Mama Lulu kachukue Pampers ya Lulu mpelekee yule dada. Ajisikie. Hautaji hasira. Watu wananiuliza mbona kafanya shughuli kwenye vumbi? Sio kwenye vumbi. Mimi namheshimu somo yangu. Mimi niliolewa jamani Niliolewa na ndoa. Mimi sidangi. Nipe pambe yako. Mwanaume wangu alinioa kwa ndoa. Kanipenda kanioa. Nalo nifundisha mpaka yule bwana mpaka leo anipi talaka. Ni Mwenda kafungua pabu. Nimeamua nimsupport. Hapa ningetaka kila siku mnaniona nafanya birthday yangu kwa dada yangu Jackie, tupendane. Sijai kubadilisha kiwanja. Kwa mara ya kwanza nabadilisha kiwanja kwa dada yangu Mwenda, nampa support na yeye. Pambe yangu watu wote wale. Dada yangu Mwenda popote ulipo. Mwenda Martini boss lady mwenye shughuli yako tarehe 14. Jamani dada yangu atakuwa juu hapa tarehe 14. Mlete DJ, mlete dada yangu Pambe Mwenda Martini. Kwa jina naitwa Mamzungu, muuza nyachungu stereo. Jamani, Mwajuma Lulu mlichomfanyia jamani sio haki. Sio vizuri jamani, shughuli ukipanga mwenyewe kaeka vijola vyake, naomba iende kama ilivyopangwa. Sio naitwa sale leo eti kesho namfanya mwanzo sale yake, sio vizuri. Na sio binadamu kwa sababu shughuli wote tunafanya. Na unapofunga sale unategemea watu shughuli yako itapofika tarehe watu wavae. Lakini sio mipango unavyomfanyia mwenzio, sio haki. Kwa sababu sote tunafanya shughuli na kama tunapofanya shughuli tunategemea sale zivalike. Sio mtu anafanya shughuli wiki ijayo uone msenge gani na mtu anafanya shughuli wiki ijayo tu kuja kumwalibia mwenzio, sio binadamu na sio haki. Mwajuma Lulu iko kitendo kimemchoma kaja kunishtakia mimi kama dada yake. Nikamwambia sio vizuri huyo mtu, kama yupo karibu basi ajirekebishe. Na siku nyingine asirudie tena, iwe mwanzo na mwisho. Kama leo nadhani madongo yake akapata, basi naomba atulie. Atapofanya mwenzie shughuli naomba siku itapofika avae sare yake. Kama hujaalikwa basi pumzika nyumbani, na kama umealikwa subiri wakati umefika vaa sare kama siku ilivyotimia kama ya leo. Sio vizuri, sio binadamu. Watu hawaishi hivyo. Sawa? Kwa elini. Uhondo. Afote na wapenda. Alafu sijui kwanza wanagombania nini. Sasa mimi huaga sionekani sana heria hizi. Si unanielewa? Siku ambayo nilokuja hapa nilikuwa na somo yao wa kiume ambaye ni mume wangu. Si unanielewa? Mwajuma Lulu akamfuata somo yake wa kiume ambaye ni mume wangu.
Akasema naomba mnunulie somo yangu kijola. Umeona? Jibu la mume wangu akasema basi kesho nitakupa hela umpe mke wangu kijola. Na kwa sababu katika pochi yangu nilikuwa nina hela. Unanielewa vizuri. Baada mume wangu kuondoka nikachomoa 10,000 kwenye pochi yangu nikampa Mwajuma Lulu. Kutokana nilikuwa nataka rangi na kilibaki kimoja. Yani mume wako alitaka kununulia wewe. Lakini kwa kesho yake sio kwa siku ile. Si unanielewa vizuri? Basi kutokana mimi nilikuwa nina hela nikampa Mwajuma, tukawa tunaongea kisirisiri. Aliponipa kile kijola, mimi nikaja moja kwa moja nikaja kukificha huko. Kwa sababu ndio vitu vangu unaficha, hata nguo zangu za kuvaa ni zile pale kwenye mfuko draft. Kwa mwenye kitu changu tu nitaka kama niko hapa ile hizi lazima nije niweke huko. Umeona? Kwa sababu nilikuwa niko pombe. Unanielewa? Nakuelewa. Sikuweza tena kurudi kukichukua kile kijola huko. Alafu pia sikutaka mume wangu afanye nini? Hakioni. Yaani kijola ulikiacha pa saluni. Yeah. Lakini katika kukiacha kijola saluni, tumwambia labda Mwaija. Ulinunua vijola vingapi? Kimoja. Okay. Ambacho ndio hichi ulichokivaa. Ambacho ndio hichi. Kesho yake mimi niko zangu kazini ya huku siyajui. Umenielewa? Na kusoma vizuri tu. Mida saa 5 namuona Mwajuma Lulu kaja na dada mmoja anaitwa Mama Lolo. Wamekuja wangu. Mimi niko Karume hapo. Nafanya biashara zangu. Mwajuma vipi? Akanambia somo. Kwa nini umempa Mwaija kijola changu kavaa? Nikamuuliza una uhakika? Mwajuma sana kushuti wewe umempa kijola huyu Mwaija. Mgomvi wake kijola chako. Nikamwambia una uhakika? Kijola changu issue yote mimi na yeye tumecheza na wewe unajua mchezo wote wa issue. Sasa ulivyotakaa mimi nilipotoka tena pale kwa Mwenda sikurudi nyumbani. Kuna baa moja waga napiga MC Sudi hapo juu. Nikapanda kwa MC Sudi. Yeye kile kijola ningekitupa. Ingekuaje? Lakini nimekistiri pale lakini sikutaka kama kukiweka pale sio kwamba heti Mwaija akivaa. Hapana. Si unanielewa? Nakuelewa. Kwa hiyo mimi nafanyaje? Nikamwambia kwa kutaka kukuridhisha. Mimi ngoja nimpigie Mwaija. Ukampigia sasa aliyevaa kijola chako. Mwaija nimemweka loud speaker, tabia yako sijaipenda mwali wangu. Kwa nini umevaa kijola changu cha sare? Sio unanielewa? Akanambia somo mimi sijavaa kijola. Habari hizo kakwambia nani? Habari hizo kaniambia Mwajuma Lulu. Sasa mwenyewe kaniambia nitaje mimi ndo nilokuambia. Mimi sijavaa somo yangu kijola chake. Sio unanielewa? Mimi na kijola changu. Sio unanielewa vizuri? Na ndicho nilichokivaa, lakini kutokana na kesho nakipeleka kwa fundi nitakivaa zaidi. Nilichomwambia mimi mwali wangu kwamba usifanye hivyo. Tunanielewa? Nakuelewa. Usifanye hivyo. Achana na hizo habari. Huo ni ushamba. Umenielewa? Kweli baada ya kuongea na mwali wangu mbele ya Mwajuma Lulu akadizika baada ya kusikia maneno yale mimi ambaye namwambia Mwaija. Si akaondoka lakini nikamwambia Mwajuma umenikosea kwa sababu ulitakiwa mimi narudi huko nyumbani. Ulitakiwa unisubiri. Unisubirie huko lakini umekuja hapa unacharuka. Yaani watu wote wanakutizama wewe kama vile tunafanya nini kila mtu baada ya kuondoka huko nyuma kila mtu akawa ananiuliza kwani imekuaje? Nikamwambia tabia yako sijaipenda. Ningesubiri huko nyumbani. Na tungeongea haya. Umeona? Kwa kweli mimi nilipotoka na kule nilikuwa na jazba. Moja kwa moja nilipotoka kule nikamfuata huyu. Nikamwambia niambie kwa nini umevaa kijola? Unanielewa vizuri nikamfuata mwali wako. Kwa nini umevaa kijola Mwaija na kwa nini umezurura na kijola cha mwenzie? Akaniambia mimi somo yangu sijazurura na kijola cha mwenzie na kile kijola cha kwangu. Kweli huyu akatoa vijola hivyo? Viwili. Kimoja cha kwangu, kimoja cha kwako. Akaniambia na hichi kijola ninakwenda kukitengeneza kesho ninakivaa. Nikamwambia naomba hicho kijola usifanye nini? Usikivae. Mimi nikachukua kijola changu nikaondoka. Ndivyo ilivyokuwa. Lakini ugomvi wao si ujui kwa sababu mimi sio mshindaji wao. Nikiondoka Kombola, nikirudi Dar es Salaam. Nitakuwa naonekana hali hizi kwa sababu huyu mwenye pabu kafungua mchezo, tunacheza mchezo, ndio nitakuwa naonekana naleta hela mchezo kwa sababu kila siku anatoka mtu. Lakini mimi huaga sipendi kabisa area hii kwa sababu watu wa area hii wana maneno. Sasa wewe unajua kabisa huyu mwali wako yule mwali wako. Kwa nini hujawaeka chini? Hivi unanielewa? Na mimi yani nataka kujaribu kujua wote unawamudu wewe kwa sababu mwenyewe umesema Mwajuma mwali wako na huyu binti mwali wako. Kwa nini hujaweza kuwaweka chini ukataka kujua nini chanzo cha tatizo lao? Hivi unanielewa ninachokwambia?
Yaani kwamba mimi sishindi huku. Moja. Mimi sionekani heria hii. Hilo la pili. La tatu, nimekuja kujua ugomvi wa mabibi baada ya siku hizo. 2, ya 3, ya 4, ya 5 ni shughuli. Na ugomvi tayari umeshapamba moto ukiwa unachochewa na watu wengi. Sio, umenielewa? Kwa sababu sisi huku hatuko kwenye kuweka sawa watu, tuko kwenye kuchochea mambo yazidi kuwa makubwa. Yaani hayo ndo maisha yetu. Lakini mimi nilikuwa nasubiri bibi amalize jambo lake. Kwa sababu yuko moto. Au Mwajuma yuko moto. Na Mwajuma ni mtu ambaye apendaji kuambiwa. Sio, unanielewa? Anajifanya kama jambo mpaka haamue mwenyewe. Asapo tunakuwa tuje. Kwa maana hiyo nilichokuwa nataka mimi kwanza amalize jambo lake. Kama tukae ndio tuyazungumze haya, kama kuisha afanye nini? Yaishi. Kwa hiyo mwenyewe umeahidi kwamba wakishamaliza mambo yao utaweka chini. Utaweka chini. Oh, chanzo ndio hicho. Kumbe wewe ndio chanzo sasa. Ulisababisha kuonekana wewe ndio umegawa kijora. Sababisha nikaona nikagawa kijora. Hatari. Uhondo. Kama mlipomsikia bibie mwenye superstar wa Buguruni alikuwa anachamba yule mtu ambaye amevaa kijora chake kabla ya shughuli, kachachuka kweli kweli. Anakuambia wewe umekivaa kijora chake umekipenda. Ungekuwa hujakipenda usingekivaa. Hagombani na mtu kwa sababu umevaa kijora chake. Mimi na wewe tukutane kwenye matukio mengine. Usikose kuangalia Dina Marios TV na kusikiliza kipindi cha Uhondo. Jina langu naitwa Chichi Bella. Nyuma ya kamera yupo Edo Mob. Bye bye.